morning service. We want to welcome you wherever we are listening to us. May God bless you and welcome and be with us as we continue. And I know that God is going to bless you. So welcome, 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 and God bless you. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nataka kuingia moja kwa moja kwa neno la Mungu ambalo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na natumaini utabarikiwa. Kumbukeni tumeingia katika season ambayo tunaita ni establishment. Establishment tunamaanisha kupandwa. Praise the name of the Lord. And I want you to know, na nataka ujue ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tukiingia kwake, tukikuja kwake tuwe watu ambaye wamepandwa ndani ya imani, wamepandwa ndani ya Mungu, na watu ambao wako imara, watu ambao established, yani watu ambao wamedhibitika, wamedhibitishwa, ni watu ambao hawezi kutingizwa na shetani kwa urahisi, ni watu ambao wanaweza kustahimili magumu za giza, ni watu ambao wanaweza kusimama na Mungu, ni watu ambao wamedhibitika katika imani ya kwamba wanaweza shuhudia Yesu mahali popote. Hawana uoga na imani yao, wanaweza kusimamia Mungu na kumshuhudia mahala popote na wakati wowote. Na ni mapenzi ya Mungu tukishaokoka tudhibitishwe katika neno, tudhibitishwe katika Roho Mtakatifu, na tudhibitike katika imani. Praise the name of Jesus. That is the will of God. Kwa hivyo tunaposema kudhibitishwa, we are talking about a season of establishment, ama muhula wa kudhibitishwa. Tunasema ni wakati ambapo tutajifunza jinsi ambavyo tunaweza kudhibitishwa mbele za Bwana, kudhibitika ndani ya Mungu, ya kwamba imani yetu inaweza kuna mambo mengi ambayo tutaona between now kuendelea mpaka mwezi wa 4 na mwezi wa 5 na wa 6, na natumaini ya kwamba Mungu atatufunza na kutufunulia mambo mengi. Katika kitabu cha Isaia 54, na leo ninaanza aya yake nitasoma aya ya 14 na aya ya 17. Hapo ndipo kuna mwanzo wa yale ambayo tunajifunza. Na Isaiah 54 aya yake ya 14 inasema hivi: utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Haya, aya 17, kila silaha itakayofanyika ama itakayopangwa juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Now, kama wale ambao wako na Biblia na wanaamini kitu tunaita underlining. Kwa underlining kumaanisha hivi, mahali ambapo neno limesema kitu ikakuguza, mara nyingi ukiangalia Biblia yangu utakuta iko highlighted, iko underlined. Ukisoma Bible yangu utakuta kila mahali ambapo kuna neno iliniguza nimeunderline ama nimehighlight kama vile mnaona. So kama unaweza kufanya hivyo, nataka underline sehemu ya mwisho hiyo ya verse 17. Inasema huu ndio urithi wa watumishi, maana hapo ndipo tutakaa sana. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwa Mungu, kwangu mimi, asema Bwana. Praise the name of the Lord. Sema better amen. Tunaambiwa hivi na Isaiah ya kwamba utadhibitika katika haki. Sasa nataka kuchukua hilo neno la kwanza ya kwamba utadhibitika. Amen. That is a promise. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Anasema ukija kwangu, ukinikubali mimi, mpango wangu ni ya kwamba ufanye nini? Udhibitike, that you may be established. Amen. That is the will of God. Na anasema hivi, ukidhibitika ndani yangu kuna vitu ambavyo vitatokea. Number 1, anasema thou shalt be far from oppression, ya kwamba utakuwa mbali na kuonewa. Hallelujah. Utakuwa mbali na kufanya nini? Kuna mtu anapenda kuonewa, anasikia akionewa anasikia hallelujah.
kazini unaonewa, ukienda kufanya biashara, wachawi na waganga ni wewe tu wanaonea, ukienda kila mahali. Kuonewa ni kitu moja baya sana wapendwa, hata kuonewa na shetani. Ile tu ni wewe tu wanapiga. Hakuna mtu anapenda kuonewa. Sasa Mungu anasema kuna kitu inafanyika unapodhibitika. Anasema number 1, utakuwa mbali na kuonewa. That means hata shetani akijaribu kukuonea, itakuwa ngumu sana kukuonea, kwa sababu uko wapi? Natafuta watu ambao wanafuatana na mimi nikihubiri. Anasema utakuwa mbali na kuonewa. That means shetani na watu wakijaribu kukuonea hawataweza. Kwa sababu gani? Sababu uko wapi? Uko mbali na kuonewa. Kwa hivyo kitu cha kwanza inafanyika Mkristo ambaye amedhibitika ni kwamba kuonewa inakuwa mbali. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu wanaonewa bure tu. But the Bible says when you are established, oppression, kuonewa inakuwa mbali sana na wewe. Number 2, anasema habari ya kuogopa. Anasema, wacha nisome ya Kiswahili ndio tusomea vizuri. Anasema tukuwa mbali na kuonewa kama anasema tena, maana hautaogopa. Maana hofu pia itakuwa mbali na wewe. Haya, hofu haitakukaribia maana utakuwa mbali nayo. Sasa aya 17 ndio inaniguza na tunaipenda sana, ya kwamba hakuna silaha. Na tunaisema sana, hata tunaimba wimbo ati hakuna silaha iliyopangwa kinyume chako itakayofanikiwa. Na nataka ujue shetani kila akiamuka asubuhi hana kazi nyingine. Kazi yake ni moja, kupanga silaha kinyume chetu. Wapendwa, amjasikia hiyo? Nimesema ya kwamba shetani hakuna. Hata vile unakutana na tumikosi, unakuta na vitu tupendezi, ni kwa sababu shetani mbinu yake na kazi yake ni moja, nayo ni kupanga silaha every day against you. Na Biblia inasema sasa wewe ukishadhibitika, Biblia inasema ya kwamba shetani atapanga silaha zake ni sawa, aendelee kufanya hiyo kazi yake, lakini kila silaha itakayopangwa kinyume cha dada ama ndugu ambao wamedhibitika ndani ya Yesu hazitafanikiwa. That means zitakuja ni za tafeli, zitatoka zikiwa silaha nzuri sana na zitakuwa moshi, zitavanish, zitakwisha, hazitafanikiwa, zitagonga ukuta na zitaweza kufanikiwa. In other words, you will prosper against the plans of the enemy. Hallelujah. Hiyo ni kusema ya kwamba kadri shetani anavyoendelea kupanga maovu, ndivyo na wewe unaendelea kudhibitika. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sasa nataka tusome neno katika kitabu cha Psalms ama Zaburi. Kuna ushuhuda wa mwandishi wa Zaburi uko pale. Nataka utufundishe mambo matatu. Ushuhuda wa mwandishi wa Zaburi 40 aya ya kwanza na ya pili. Na kuna mambo matatu ambayo tutasoma kutoka kwa huo ushuhuda. Nasema hivyo kwa sababu mnajua sipendi kukaa sana. Napenda tu kuhubiri kama dakika 35 ama 40 ikizidi, na tunaomba tunamaliza. Lakini sikia, Zaburi 40 kuna ushuhuda nataka tusikie pale. Anasema hivi, Daudi anasema, nalimngoja Bwana kwa saburi, akaninamia, akasikia kilio changu. Namba 2, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akanisimamisha miguu yangu juu, akasimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ni ushuhuda Daudi, huyu mwimbaji. Haya tuseme Daudi kwa sababu Zaburi zingine hazikuandikwa na Daudi, lakini ni mwandishi wa mwimbaji wa Zaburi. Anasema nalimngojea Bwana kwa subira, kwa saburi. Nalimngojea Bwana naye akasikia kilio changu. Kwa hivyo Daudi kile anamaanisha ni kama vile tulifanya last week. Maana anaposema akainamia akasikia kilio changu, ni kumaanisha anasema nilimngojea Bwana katika maombi.
Maana wakati utasikia Biblia ikisema kulia, inamaanisha kufanya nini? Kuomba. Sawa sawa. Sasa Daudi anasema nalimngojea Bwana katika maombi, na yeye akasikia kilio changu, ama akasikia maombi yangu. Sasa sikiliza. Aliposikia maombi yangu, kuna mambo matatu ambayo tunataka kuona pamoja na wewe alifanya. Ama Daudi anasema, jambo la kwanza, Daudi anatuambia kwamba ni Mungu peke yake anaweza kutuimarisha. That is the first thing tunasoma katika ushuhuda wa Daudi. Maana alisema nalimngojea Bwana, nalipomngojea Bwana katika maombi, yeye akafanya nini? Akasikia maombi yangu. That means akajibu maombi yangu, na kujibu maombi yangu akafanya 1 2 3 ambayo tunaenda kuona. Kwa hivyo jambo la kwanza tunasoma kutoka kwa mtumishi wa Mungu ni kwamba ni Mungu peke yake ako na uwezo wa kutudhibitisha. Kama ushike hiyo number 1, ya kwamba wewe hawezi kujidhibitisha, bidii yako haiwezi kukudhibitisha, lakini Mungu ndiye anadhibitisha watu wake. Hiyo inamaanisha nini? Mtu yeyote anaweza kudhibitishwa. Halo, kama ni Mungu anafanya, kama si bidii yangu na nguvu yangu, kama si venye nimekaa sana kwa wokovu, kama ni Mungu anafanya, basi maana mnajua Mungu hana wajukuu. Kufanya majukuu kusema hana upendeleo. Hakuna mtu anapendwa kuliko mwingine. Wewe unajua unafikiri unapendwa kuliko venye napendwa. Unajidanganya. Mungu hana wajukuu. Hakuna mtu anapendwa na Mungu. Sio nisaidia kwa mjaji yako wewe ungependwa kuliko mimi. Ni kweli hajasikia hujapendwa kuliko mimi. Haleluya. Kwa sababu Mungu wetu hana upendo. Kwa hivyo mtu kama ni Mungu anadhibitisha, that means anybody, mtu yeyote hapa ana uwezo na nafasi. Lakini za tofauti inakuja, Daudi anasema ni kwa kuomba na kungojea Bwana katika maombi. Sasa hapo ndipo tofauti inakujia. Inakuja kwa sababu Daudi anasema sikukaa nyumbani nikikula ugali na jugu karanga alafu nikajikuta nimedhibitika. Anasemaje? Niliomba na nikagoja, alafu Bwana akakuja. Sasa anasema mambo kadhaa. Sasa nataka tuone na wewe kule kudhibitishwa kwake. Anataja maeneo kadhaa. Anasema kwanza, anasema number 1, anasema akanitoa kwa shimo. Akanitoa kwa shimo ambayo ilikuwa limejaa udongo, na si udongo tu, lakini udongo ambao unatereza. That means singeweza kutoka. Ningejaribu na singeweza kutoka. Huelewi shida ya kuwa ndani ya udongo, shimo ambao ni udongo ambao ni mterezu, kama hiyo ni Kiswahili. It is impossible to get out of that pit. That means Daudi alilia akiwa wapi? Akiwa ndani ya shimo, na ni shimo ambalo liko na udongo ambao umetereza. That means the only hope alikuwa nayo ilikuwa ni kwa Mungu. Saidia jirani yako mwambie the only hope ni Mungu. Amen. Kwa hivyo lesson ya kwanza tunasoma ya kwamba Daudi anasema ya kwamba Mungu ndiye ana uwezo wa kututoa, na pia na ni Mungu tu anaweza kudhibitisha. Amen. Na Daudi anasema hapa, ukisoma akasema, Kiingereza inasema he established my goings. Now, hata Kiswahili pia nafikiri inasema in plural. Akasema akaziimarisha hatua zangu, si hatua yangu, ni hatua zangu. Kwa hivyo Daudi anazungumzia kwamba aliimarishwa katika maeneo mengi, sio eneo moja tu, lakini maeneo mengi ambayo nataka tuone. Praise the name of Jesus. Lesson ya pili, tunaona kwamba Daudi hakudhibitishwa katika eneo moja. Mungu alimdhibitisha, anasema akadhibitisha hatua zangu. Kwa hivyo anazungumza juu ya kudhibitishwa katika maeneo mengi. Praise the name of Jesus. Kwanza nikuulize swali asubuhi ya leo, ni eneo gani ambao ungependa Bwana akudhibitishe? Naposema hivyo nasema kuna spiritual front, ama kuna eneo la kiroho. Ya kwamba ungependa Mungu akudhibitishe kiroho. Praise the name of Jesus.
Namba 2, kuna nini? Kuna eneo lingine la afya. Because when God establishes you spiritually, wakati Mungu amekudhibitisha kiroho, unakuwa mtu wa maombi, unakuwa mtu wa neno la Mungu, unakuwa mtu ambaye unatawaliwa na roho wa Mungu. Na hapo ndipo tunahitaji wapendwa kutamani na kuomba Mungu atudhibitishe kiroho, spiritually. Hello, Mungu akudhibitishe kiroho yako au ngani kuomba. Ukisema nataka kuomba, unaingia moja kwa moja kwa maombi. Unasikia maombi ina flow bila kungangana. Sababu umedhibitishwa spiritually. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Na unaona Mungu akitenda miujiza. Ama pekee ungependa Mungu akudhibitisha katika eneo la afya. Hallelujah. Ile ya kwamba you are stable. Wakati ambapo umedhibitika kiafya ni wakati ambapo unashinda magonjwa. That means haimaanishi hutakuwa mgonjwa. The Bible talks about 2 things. Inasema ya kwamba Mungu anaweza kutuponya. That is number 1. Mungu hutuponya akitumia dawa ama akitumia madaktari. Kwa hivyo sisi tupingi madaktari. Hallelujah. Amen. Mungu hutumia njia ngapi? Anatumia daktari na vile vile anatumia nini? Anatumia kafeno. Zinakuwa bado ziko kafeno. Ndio zilikuwa painkiller wakati wetu. Praise the name of the Lord. Imebadilika. Mungu anatumia hizo njia mbili. But now kuna again nimesema Mungu anaweza kuponya, and again God can keep us healthy. Yaani Mungu anaweza kutulinda tukose kuwa wagonjwa. Amjasikia hiyo? Kuna kuponywa na kuna kuhifadhiwa kutoka kwa magonjwa. Mungu anaweza kukuponya. Now, ili nikuulize, wewe ungependa tu kuwa unaponywa na Mungu atakuponya, au ungependa Mungu akufiche kutoka kwa magonjwa? Which one would want? Mungu akufanya nini? Hiyo inaitwa divine health. Ni afya ambayo inatoka kwa Mungu. Na Mungu, God is able to do that. Amen. That is what we are saying, ya kwamba Mungu atudhibitishe kiafya. Si ya kwamba hatutakuwa nini, ya kwamba Mungu atuhifadhi, atufiche kutoka kwa mapepo za magonjwa. Sababu magonjwa hutoka kwa shetani, by the way. Amen. Zaburi 92 unaweza andika 13 na 14 inasema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba atakuweka na afya, ya kwamba hata utakapokuwa mzee bado utakuwa unachanuka. Yaani utakuwa una korurani, nipatie hiyo, najua na Kikuyu korurani na tunasema na atukulula. Hapana, hiyo bado ni Kikuyu. I mean evergreen, ya Kiingereza inasema bado utakuwa green. Hata ukiwa sio green. Green kama unajua mti ukiwa green ndio utajua mti uko sawa sawa. Yaani utakuwa hata ukiwa mzee utakuwa green. Praise the name of the Lord. Kama vile bado niko green na niko na 65 years. Yeah. Hallelujah. Nikunawiri. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio nasema bado niko 65 na bado niko green. Bado ninawiri. Na tahubiri miaka ingine kama 40. Kwa hivyo bado nikiwa 105. Praise the name of God. Ambia jirani yako, vumilia mchungaji kwa sababu tuko naye for over 40 years kama. Bwana asifiwe sana. Zaidi ya miaka ingine 40 bado tutakuwa nikirukaruka tu hivi kwa sababu Mungu amesema katika usome Zaburi 92 13 na 15 anasema hata wakati wa uzeeni bado utakuwa umechanuka na utaendelea kuzaa matunda. Hallelujah. Hiyo ni kudhibitishwa katika afya. Praise the name of the Lord. Amen. Je, eneo la kudhibitishwa katika familia yako, that your family, your children are established, marriage yako iko stable. Mnajua stable ni kusema nini? Stable ni kwa ni marriage ambayo iko imara. Ni marriage ambayo inaweza tamaniwa. Hata wewe unasikia hallelujah, nashukuru Mungu ya kwamba nimeolewa. Unajua unaweza kuwa katika ndoa na bado unasema I wish. Wacha tuambiane ukweli. Mimi nimepitia mahali kama hapa, lakini si sasa. Praise the name of the Lord. Tunasema aje, but ndoa the Bible says marriage originate kutoka kwa Mungu. God is the author of ndio mwanzilishi wa ndoa. Hello. Kwa hivyo unaweza kuwa katika ndoa na wewe unafurahia tu na unashukuru Mungu, asante ya kwamba nimefanya mimi, nimeoa ama nimeolewa. Na hiyo itatokana na ndoa ikidhibitishwa. Mara tumesema Mungu ndiye anadhibitisha, na imekuwa maombi yangu Mungu adhibitishe ndoa zenu katika jina la Yesu.
Ndoa zenu Mungu adhibitishe. Na wale ambao watapata ndoa, wapate ambazo ndoa zimedhibitika. Kwanza wakutane na watu ambao wamedhibitika. Shida ni kukutana na mtu ambaye hajadhibitika na wewe umedhibitika, itakuwa shida. Kwa wale ambao hajapata bado, wale ambao bado macho yao iko on, Mungu akufanya ukutane na yeye ambaye amedhibitika kama vile wewe umedhibitikwa. Ni udhibitikwa umefanya nini? Haleluya. Ndio mwana ndoa ambao iko imara. The other area ni kuthibitishwa financially. Mungu akikuthibitisha kifedha, ya financially uwe umefanya nini? Umedhibitika. Haleluya. Na hiyo itafanyika wakati utafika mahali mwambie Mungu, nimechoka na madeni. Si unakumbuka kuna mahali ulihama sababu hiyo duka iko hapo mbele, umekuwa na deni mpaka umeshinda na iko kwa gate ya broad. Kwa hivyo huna njia ya kuhepa mwenye duka asikuone. Haleluya. Hizi vitu zinafanyika kwa watu wapendwa. These things are happening to us. Ufika mahali mwambie Mungu, nimechoka na kukopa na kulilia kama Daudi. Mungu anaweza kukuthibitisha kifedha kwa jina la Yesu. Ukipata kazi ni ile unalipwa vizuri, kwa sababu Mungu amekufanya nini? Amekuthibitisha kifedha. Praise the name of the Lord. Wapendwa, hizi vitu tunasema Mungu wangu anaweza kufanya hivyo. Hallelujah. Atuthibitishe kifedha. Praise the name of the Lord. Ukipata kibarua ni ile inalipa vizuri na inafanya masaa ya wanadamu. Masaa ya wanadamu ni ile 8. Kuna wengine mtu anafanya masaa 15 na analipwa kidogo. Hiyo mashetani ishindwe kwa jina la Yesu. Sema beta amen. Mungu akikuthibitisha kifedha, hizi vitu tunasema zinakutafuta. Hallelujah. Hivyo tunasema Mungu akuthibitisha academically kwa wale ambao wanasoma, ya kwamba hiyo kichwa yako ifunguke. Hallelujah. Kuwa ndio mwanafunzi wa mwisho darasani ambaye hata mwalimu hakutambui kwa sababu ushajulikana kwamba wewe kichwa yako ni ugali. Hiyo inafika, Mungu anakuthibitisha. Praise the name of the Lord. Academically na career wise unakuta ya kwamba uko mbele. Biblia imeahidi katika kitabu cha Deuteronomy ya kwamba mtakuwa wa kwanza wala hamtakuwa mkia. Hiyo roho ya watu wa Mungu kuwa mkia ndio tunasema hivi. Mungu atuthibitishe kwa jina la Yesu. Wale wako mkia Mungu awadhibitishe. Wale vichwa hata inazidi nasema kwamba mtakopesha wala hamtakopa. Amen. Hiyo ni neno la Mungu. Mungu akikuthibitisha hayo mambo yanawezekana katika jina la Yesu. Pia tunazungumza juu ya Mungu akuthibitishe katika kitu kinaitwa permanent victory. Ushindi ambao ni permanent. Si ile unashinda hapa alafu unashindwa pale. Ni unakuwa permanently victorious in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ninasema all these things can be achieved with God alone. Hallelujah. Ambaye anajua your past and your future. Maana Mungu ndiye anajua kwenye umetoka na kwenye anakupeleka. Hiyo yote inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme hallelujah. Amen. Lesson nyingine tunasoma hapa ya pili ni kwamba anasema kwamba Mungu ndiye peke yake ana uwezo wa kukutoa kwa hiyo shimo. Aina yote ya shimo. Mungu, Daudi anasema, Kiingereza anasema a horrible and terrible pit. Horrible and terrible pit. Yani ni shimo la uterezimo, shimo la shida. Nataka kuamini wakati huu tuko hapa. Pengine kuna mtu wako katika shimo la deni. Umeingia na pengine ulichukua ulipeleka kitu kwa Sheiro. Wanaitwa Sheiro. Anaitwa Sheiro ama shetani. Anaitwaje? Sijui. Praise the Lord. Because they act sometimes. Hawana huruma. Wewe ulipeleka radio yako ama TV yako ukuamuke mahali, lakini kumbe ni shimo. Kwa nini naongea watu wako Jupiter? Nyinyi tuko na nyinyi dunia hii ya maroroi. Hallelujah. Baba Makenzi tuko pamoja. Praise the name of the Lord. Ukajikuta umeingia ndani ya shimo ya loan. Ukajaribu kutoka. I'm talking about somebody ambaye amejikuta huko kati. Daudi anasema, na ni mtumishi wa Mungu anasema,
akanisikia nikiwa katika shimo. Kwa hivyo inawezekana watu wa Mungu kuingia ndani ya shimo, na kunawezekana hata hivi leo kuna mtu wako ndani ya shimo fulani. Praise the name of the Lord. Shimo ni mahali ambapo umejaribu kutoka, umeshindwa. Umetafuta ni kitu umejaribu kuachieve, imeshindikana. Haujui utatoka namna gani, na umefika pale mpaka umeanza kuzoea ile shimo. Lakini kuletea ujumbe leo, Biblia inasema kwamba Daudi anasema, nalipomlilia Bwana alinisikia nikiwa ndani ya shimo. Usijali ndugu na dada yangu, atakusikia ukiwa ndani ya hiyo shimo. Na anasema aliponisikia alikuja akaingia ndani ya hiyo shimo. Bwana asifiwe sana. Mungu ambaye ninanena juu yake ni yule Mungu alitoa Danieli katika shimo la simba. Praise the name of the Lord. Sijasikia imeni nzuri na makofi. Ni Mungu ambaye, haleluya, alitoa Danieli kwa meno ya simba. Ninazungumza Mungu ambaye alitoa wale vijana watatu kutoka kwa shimo la moto. Mnakumbuka venye moto umewekwa mara 7. Lakini Mungu huyu, haleluya, walipomwamini na kumlilia, alikuja akaingia ndani ya lile shimo akawatoa. Nazungumza juu ya Mungu ambaye alikutana na mama ambaye alikuwa amemwaga damu miaka 12. Ameuza vitu vyake vyote vimeisha, ni maskini na bado anatoka damu. Alipokutana na Yesu, Yesu akamtoa katika lile shimo. Katika jina la Yesu naomba ya kwamba leo hii kuna mama atakutana na Yesu hapa, kuna mzee atakutana na Yesu katika jina la Yesu, akamtoa katika shimo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Inua mkono mwambie Yesu, mimi niko hapa. Hallelujah. Ninaona Yesu akipita karibu na wewe. Naona Yesu akikutoa, akisema sasa siendi kwa Jairo kama huyu mama hajatoka kwa shimo. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mama rakayetele boyana. Nazungumza juu ya Mungu ambaye alikuta mama moja katika mji wa Serafadi. Mama anaambia mtumishi wa Mungu, ninataka kupika hii unga tukule, mimi na mtoto wangu tukufe, tukule hii kaunga tugoje kukufa. Lakini kumbe alipokuwa anaokota kuni ndiye apike mkate wa mwisho, hakujua ya kwamba mtumishi wa Mungu anamgojea kwenye gate ili, hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba alipokutana na mtumishi wa Mungu, haleluya, mama ambaye aligojea kula mkate wa mwisho afe, Biblia inasema nyungu yake na chupa yake, chupa haikukosa mafuta, nyungu haikukosa unga siku zote zake na mtoto wake. Kila mara alipoenda kuchota mafuta ya mwisho, akipika akirudi anakuta chupa imeongeza mafuta. Akichukua mwisho mungu ya mwisho, wakati wa lunch anakuta unga umerudi, anakuta mafuta imerudi, mpaka alipomaliza ule muhula. Nazungumza juu ya Mungu ambaye anaenda kukutana na, hallelujah. Praise the name of the Lord. Angalia mtu mwambie Elijah hako kwa gate hako sasa. Hata kama unapika ya mwisho, hata kama hauna ya kesho, Elijah ametumwa leo kwa ajili yako, na katika jina la Yesu Bwana anaenda kukutoa hiyo shimo leo kwa jina la Yesu Kristo. Praise the name of Jesus. Na je, na Mungu hana? Mama ya Samueli, mama alilia mpaka mtumishi wa Mungu anasema, wewe mama umelewa. Yaani umekuja kuomba mpaka hata hakueleweka na kuhani. Maana kile kiko ndani ya moyo wa Hana, kuhani haelewi. Anaona mama amekuja kwa nao, maana hakuzoea kuomba maombi kama ile tunajiombea. Akasema mimi sijalewa, lakini moyo wangu unamlilia Bwana. Bwana akamsikia kitoka akiwa mbinguni, akampa Samueli. Nasema Mungu wa Hana, Mungu wa Hana anaenda kutembelea mzee hapa. Mungu wa Hana anaenda kusikia sauti ya mama moja hapa katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Sehemu ya mwisho ya ushuhuda ni hii. Udongo wa uterezi. Udongo wa uterezi. Udongo wa uterezi ni mtu ambaye amekwama mahali fulani. Unajua kukwama. Wakati alisema hii udongo wa uterezi, nilikumbuka zamani
wakati wezi walikuwa wamenoga sana, nilikuwa naishi Nyahururu siku hizo, mpaka tukawa na binu fulani ya kuanasa. Na vile tulikuwa tunafanya, unajenga shimo kwa mlango tu, main house, mlango wa kuingia kwa nyumba. Unajua walikuwa wanapiga mlango na mawe, boom, wanaingia. Tukajua okay, sisi hamjui. Sasa tunashimba chimo, inaitwa chimo ama shimo. Tunachimba moja kubwa pale karibu na mlango. Halafu tunaweka kifuniko ambao unafinya switch inaondoka. Halafu tunachimba shimo. Unajua kuchimba na shimo. Haya, tunachimba shimo ya futi 10. Halafu tunaweka maji na unaikoroga vizuri na unaijenga na mawe, unaikoroga vizuri, unaweka nilo, unajua nilo? Inakunyoroka kabisa. Halafu unaweka maji futi 5. Futi 5 mtu yeyote anaweza kusimama, lakini haita maana kazi hatutaki kuwaua, tunataka wakamatwe. So unaweka maji ya kufika hapa. Sasa ukiwasikia wamegonga mlango unafinya switch, ile inatoka. So unaikiaga speed. Wote wanakuja unasikia kama panya kwa ndani ya shimo, pichu. Ameingia huko. Bas. Ukisikia unajua hawajui, ukisikia wako ndani, sasa unaita tu polisi pole. Alafu unakuja ndio wako pale. Sasa kwa sababu ya maji, wakijaribu kutoka, unajua uko wet. Si uko wet. Ukijaribu kushika ile ukuta uwezi, unatereza mikono. Sababu ya maji ni ili wasitoke. Sasa sababu umeweka ile smooth. Akitaka kutoka akishika tu hivi, anatereza. Sasa wanajaribu, ukisikia sasa wamechoka, unawaita, unakuja tu unawasalimia, naambia ngojeni tu. Ama unangojea mpaka asubuhi. Maana ndio hakuna mahali wanaenda asubuhi, unakuja tu na kikombe cha chai kikunywa ulia. Praise the name of the Lord. Maana mtu akiwa mahali ni kwa shimo na itatereza, mene tekere perez, uwezi toka. Praise the name of the Lord. Sasa kuna watu ambao ako kwa shimo na iko na udongo unaoteleza. Wacha kujaribu. Wengine wanaenda kwa waganga wanaongeza utelezi bara kuwasaidia. Wengine wanatafuta mbinu zote. Wapendwa, siri yetu ni moja. Kunaye Mungu mbinguni ambaye ana uwezo wa kutoa mtu katika shimo ambalo lina utelezi. Bwana asifiwe sana. Nao tunapozungumza juu ya udongo wa utelezi, tunazungumza juu ya kukwama. Kukwama ni mahali ambapo mtu amekwama. Sasa kusikia gari imekwama. Gari imekwama inatoa sauti, lakini haiendi. Ni sauti tu, hata unaweza kusikiliza ufikiri imeenda sana. Unakaa unasikia bado iko pale. Sababu ni sauti tu inatoa, lakini imekwa. Kuna watu wengi wanaomba, wanafanya vitu, lakini amekwama mahali fulani, hawezi kutoka. Leo hii tunasema wacha kupiga sauti, wacha kung'ang'ana. Daudi amesema nalimlilia Mungu. Naye akanisikia, akaja akanitoa kutoka kwa shimo la utelezi. Sasa anasema aliponitoa katika shimo la utelezi, anasema kwamba akasimamisha miguu yangu mwambani. Akasimamisha miguu yangu juu ya mwamba. Hiyo ndio tunaita kudhibitishwa sasa, ya kwamba unatolewa katika shimo la utelezi. Sasa unainuliwa, unawekwa juu ya mwamba. Mahali sasa mwamba, unajua mwamba uko imara, mwamba hauna utelezi. Now you are free, unaweza kufanya vile unataka sababu miguu yako iko imara juu ya mwamba. Hiyo ndio Mungu anazungumzia. Ndio hiyo ndio ile kitu Mungu anataka tufanyia miezi hii ya April, May and June, kanisa katika jina la Yesu, ya kwamba anataka kuhakikisha kila mmoja wetu ameridhika. Praise the name of the Lord. Nataka nikimaliza kwanza nirudi pale juu katika kitabu pale katika Isaiah, mahali tulianza kusoma, mahali nilikuwa nimekuambia underline yale maneno ambayo yako karibu mwisho wa ile aya 17. Anasema, nisikiliza vizuri, huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao yatoka kwangu mimi, asema Bwana. Sikia anasema nini? Anasema, sikiliza vizuri kabisa. Kudhibitishwa ni urithi. Ni wakati wanajua maana ya urithi. Inheritance, heritage. Ni urithi
wa watumishi wangu, ama ni urithi wa watu wangu, asema Bwana wa majeshi. Sasa hapo ndipo inamalizia kila kitu. Ya kwamba, sikia vizuri, kudhibitishwa. Ifike mahali ya kwamba hofu iko mbali na wewe, kuonewa kuko mbali na wewe, umetolewa katika shimo la udongo wa utelezi. Hiyo yote Bwana anasema, na ifike ya kwamba hakuna silaha inayopangwa kinyume chako inafanikiwa. Anasema ni urithi wako. It is your heritage. Heritage ni kitu hujafanyia kazi. Urithi ni kama vile saa hii my son Joroge anaweza kujigamba ya kwamba kila kitu. Na nilishangaa hata wakati anaingia kwa gari yangu haubangi lift. Sababu ni ya ni yao, kwa hivyo ni yake. He is my anaitwa nini? Murithi. Ni hair si nywele. Wow. Yeye ndiye murithi. Na yeye anajua hivyo. Mama mimi umwambia ndio aweze kutunza zile vitu dunia. Mwambia my friend kijana, hizi vitu ni zako. Kwa hivyo usitunze. Nina maana amefanyia kazi gani ndio ziwe zake? Hallelujah. Haki yake imetokana kwa sababu nilimzaa. Amen. Sasa na wewe haki yako ya kurithi hizo baraka inatokana kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Natamani kuna mtu ananisikia hii. Praise the name of the Lord. The fact that you are born again, this is your heritage. Yani huu ni urithi wako. And we need to approach God. Tunahitaji kwenda kwa Mungu na hiyo confidence, na huo ujasiri ya kwamba now this is my word. Si tunasoma katika Bible Yesu akapeana mfano, kijana moja alienda kwa baba yake akamwambia nipe urithi wangu. Sasa ijapokuwa huyu kijana, si unajua ile story ya mwana mpotevu. Ijapokuwa huyu kijana alienda akaharibu, lakini baba yake alifanya nini? Maana urithi, maana ni wake. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kuwahimiza wapendwa, this is your heritage. Huu ni urithi wetu wapendwa, ambao tunaweza kudai tunapoenda kwa Mungu. We are not begging. Kubegi ni kufanya, si kuomba. Kiswahili ni maskini na maneno. Kuna kuomba, begging na hallelujah, si kupembeleza. Yani ni kudai kitu ambacho ni haki yetu. Wakati Daudi anasema alijua hiyo, akasema namlilia Bwana, na maana ni haki yangu, akanisikia toka kwenye kiti chake cha enzi na akaja akanitoa. Praise the name of Jesus. Hallelujah. I decree into your life today that God is bringing you out of the horrible pit. Natangaza leo katika jina la Yesu ya kwamba Bwana anakuja kukutoa na kukukomboa leo katika shimo la utelezi na katika udongo wa utelezi, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Samueli wa pili 7 na aya 10, Bwana anasema hivi, I will also appoint a place for my people Israel. Hallelujah. Kiswahili, wacha nisome na Kiswahili tu. Amen. Nimesema Samueli wa pili aya yake ya 7:10 inasema hivi, sikiliza vizuri hii. Na ile ahadi anasema tena, nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao. Hata kuna mtu anamsikia hiyo, hata aseme amen at least. Labda mkuelewa, acha nisome tena. Anasema hivi ya kwamba nitawaagizia mahali watu wangu. In other words, Kiingereza inasema I will also appoint a place for my people. Yani nitaagiza mahali kwa watu wangu. Nisikiliza vizuri, kama wewe ni kama mimi ambaye ni tenant, unakomboa nyumba, mahali unaishi ni kwa wenyewe kama mimi, hata mimi nakaa kwa wenyewe. Hello somebody. Kama wewe ni kama mimi, Bwana anasema, na hii nasimama na hii, na soon nitatolea ushuhuda, na tutatoa na wewe ukiamini hii neno. Ambia jirani yako, hata mimi tutatoa na wewe. Nitawaagizia watu wangu mahali pao. Amen. Hallelujah. Yani Mungu mwenyewe anasema nitawaagizia watu wangu mahali pao wenyewe, wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena. Wow. Ni mimi pekee yangu nasikia utamu huu. Wala wana wa uovu hawatawatesa tena,
na kama hapo hawatatesa tena kama hapo kwanza. Praise the name of Jesus. Amen. Mimi nataka kuconclude leo nikwambia tutaendelea kutoka hapo, lakini msingi wa mafundisho yetu tunapoendelea ni hapo. Bwana amesema ya kwamba kudhibitishwa ni urithi wa watu wake, ni urithi wa watumishi wake. Kwa hivyo I will pick it from there on Sunday, ama wakati ambapo Sunday ndio tuko na hallelujah. Praise the name of Jesus. That we are going to pick from there. But today in the name of Jesus nataka kuomba na watu ambao wanasema Mungu nakulilia kwa jina la Yesu ukanitoe. Mungu nimechoka na nimekwama mahali fulani. Wewe unajua kuna mahali umekwama. Hallelujah. Kuna mahali kabisa unaweza kushuhudia nimekwama. Huo unaitwa udongo wa utelezi. Unataka kutoka lakini unatereza, umekwama mahali. Unajiona ni kama uko shimo. Bwana wa Bwana ameniambia tukimulilia leo, kuna watu wake atasikia kilio chao na atawatoa katika shimo la utelezi. Tusimame mbele za Bwana. Tusimame mbele za Yesu. Shambaraka ya Ramazani.